Mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki nacho napaswa kujihadhari, kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Kwanza mimi ni shukuru mtu mmoja ambaye wa kwanza nitamtaja ni Mr. Ghalib Said Mohamed. Yeye alikuwa ni sababu kubwa sana ya mimi kufika hapa, na nichukue fursa hii kumshukuru kwa support yake kubwa ambayo amekuwa akionyesha personally kwangu, lakini pia kwenye taasisi ya Club Young Africans. Nyuma ya haya mafanikio kumekuwa kuna mawazo, kumekuwa kuna ushauri, kumekuwa kuna guidance na watu wengi ambao wamekuwa wakinipa ushauri. Nisiwezi kuwataja watu wote hapa, lakini wamekuwa ni sababu kubwa ya hiki. Na ni kweli wakati naingia madarakani kama mwenyekiti wa club, nafikiri naweza kuwa ni mwenyekiti mwenye umri mdogo kuliko wenyeviti wa vilabu hivi vikubwa katika historia yake. Miaka 30 na kitu haikuwa rahisi kukabidhiwa Young Africans. Kitu gani ambacho kilinifanya nichukue hii dhamana? Kwanza ni dhamira yangu ya kutaka kusaidia klabu yangu ya Young Africans ambayo ni klabu ya mzee wangu marehemu. Lakini la pili ni dhima ambayo tulikuwa nayo kama community ambayo tulikuwa tunaitaka. Young Africans ni klabu kubwa kuliko zote kwa umri hapa Tanzania. Haiwezi kwa klabu ambayo inaweza kupitia shida wakati kuna watu wenye uwezo wa kuisaidia kwa hiyo. Kwa hiyo naweza kusema ni abandon my professional career kama civil engineer na kuweka jitihada kwenye mpira. Hilo ni eneo la pili. La tatu ni kuungwa mkono kwa uongozi wetu kwa wanachama na mashabiki. Wanachama na mashabiki waliweza kutupokea vizuri sana. Waliamini kabisa ya kwamba brain zetu zikiungana kwa pamoja, kwa wajumbe wa kamati ya utendaji, makamu wa rais, pamoja na viongozi mbalimbali ambao tunaweza kusema ni brain nyuma ya Young Africans, tunaweza kufanikiwa. Challenge ya kwanza ilikuwa ni umri, naonekana ni kijana mdogo. Challenge ya pili ni kwamba sijawahi kuonekana kwenye uongozi wa mpira, kwamba kuongoza vilabu mbalimbali, na hicho kilikuwa kinatia wasiwasi. Na wasiwasi huo ulikuwa ni haki kwa hawa watu kuwa na wasiwasi, lakini nataka niwaambie vijana, sisi wengi sana tuna uwezo mkubwa sana, na kitu ambacho tunaweza kukifanya ni kuhakikisha tunapewa nafasi. Na tukipewa nafasi, naamini hata hapo watu ambao wako nyuma hizi kamera wana uwezo mkubwa sana hata kwa umri wao mdogo waliokuwa nao. Kwa hiyo cha kwanza ni kupewa nafasi vijana na kuaminiwa, lakini la pili ni sisi vijana kutendea haki hizo nafasi zote. Nikiri ya kwamba haikuwa rahisi, lakini tumepambana, na naamini vijana wengi wanaweza wakiaminiwa. Tumepata guidance kwa viongozi wetu wa juu, nikianza na mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Mzee Mkuchika, wajumbe wa bodi ya wadhamini kina Anton Mavunde, Mheshimiwa Mogulu, Abbas Karimba, mama yetu Karume. Hao wote wamekuwa ni mentor kwenye uongozi wetu, lakini pia viongozi mbalimbali ambao wametusupport. Kwa hiyo vijana tukipewa nafasi tunaweza, na hii ni mfano tosha kwa kijana mdogo kupewa club kama Young Africans na akaitendea haki. Ramadhani Mbwaduke, pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana akiwemo Engineer Hersi kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans, lakini kwa malengo ambayo aliyasema walikuwa nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Ndio. Kwa mtazamo wangu, kwa kuangalia namba, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho, hivi sasa wadhamini ni benki CRDB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo baada ya kufungwa katika fainali na watani zao jadi kwenye uwanja wa Tanganyika, kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 walishinda kwa mikojo penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare, wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita
kuna mechi 3 za penalty, nyingine zote wameshinda, alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaiona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki kinacho wanapaswa kujihadhari, kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao kitwaa huu utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo, wateneza wa jadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2021, so walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko, kulikuwa na msimu mechi 30, kulikuwa na msimu mechi 38, kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale, winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 38 38 utapata hicho ninachokielezea. Shinda 102 ukikokotoa ndio unapata 73%. Kwa hiyo Yanga ilipochukua huo utawala back to back mara 4, yenyewe ni 83%. Maki ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97, timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94%. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko, timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishaye kuchukua ubingwa performance ya 70.5, sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine, kwanza ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten, mechi 30 ilishinda mechi 22, sare 8, mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Pointi 74 unazungumzia performance ya 82.22 infinity around ya 82. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka pointi 74, kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo Yanga wakaongeza tena pointi wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata pointi 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yaliseparate, yalitofautisha nani ya bingwa. Yanga kana pointi 78. Ni performance ya 87 round, sababu 86 plus 86 engineer anajua kizi round inakuwa 87. Kwa hiyo wamepanda kisha tena. Haitoshi, the following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka raise tena pointi 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata pointi 82 katika 90. Ni performance ya 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, kuna Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54, ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda points 3, lakini unaweza kushinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na points 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na points 82, performance ya mechi 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 unafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamiti, sio mughalala tunasema, sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Alafu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako na perform vipi. Yanga
Kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Bali kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwamvuli wa FIFA, tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndio the best. Tunazungumzia AFC. AFC ligi za ubora 5, unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan. Kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF. CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras. Kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF. Hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna iliyo perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yake. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Faransa. Huku sasa ndo walau kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza.